chini kabisa. Lakini pia tuliweza tukafanya shughuli nyingine ya mapambano hayo kwa kuweza kutoa ushauri nasaha au ushauri nasihi kama wataalamu wanavyoita siku hizi, lakini pia na saikolojia kwa waathirika wa udhalilishaji na familia zao. Wale wahanga, watoto waliopata udhalilishaji, hasa udhalilishaji wa kingono, tuliweza tukawapa kuwatafutia wataalamu wa saikolojia na washauri, na waliweza kufuata hivyo na pamoja na familia zao. Na alhamdulillah, kwa sababu tunazifanya follow up katika kufuatilia yale waliokuwa psychological wamekuwa affected, tumeona improvement. Kwa sababu kuna wengine pia walikuwa wamedrop school kabisa, hawaendi tena, lakini Mungu amejalia badala ya kupata ile taaluma ile wameweza kuendelea kuanza skuli, na wengine walikuwa performance yao ni ndogo, lakini imeonekana improve kwa sababu tunafanya follow up, na kama ni watoto wetu wale tunaendeleza siku kwa siku. Kama hivyo, kama tutachukua watu mbalimbali katika jamii zetu hasa vijijini, kuwapa elimu, kuona umuhimu wa pekee wa hili swala letu lililonalo kabisa. Na hili ni kwamba tayari katika ratiba zetu tumeshapanga kwamba kwenda katika vijiji kuweza kuzungumza na wana vijiji na husika kabisa ili kuweza kuwapa taaluma hii. Kwa hivyo sisi kama wanadamu wenye akili, wenye nadharia, kwa hiyo tufanye juhudi zote, na mbali ya juhudi ya hapo nyumbani ambao hawakuja hapa, lakini sisi ambao tumekuja hapa tujitahidi na kujiepusha na hili neno udhalilishaji. Hizi inakuwa ni nne. Sisi watu wa dawati ikifika sikukuu tunasema tayari msimu huu. Na ni kweli sasa hivi zinakuja kama mvua. Kwa hiyo mazingira ya sikukuu ni changamoto kubwa. Pale mwalimu alipogusia maadili, kwa kweli ni mtihani. Mazingira ya sikukuu yanashinda mazingira yote ninaona hayo. Kwa sababu ni siku nyingi. Tukisema mwenge tunakuwa siku ya sikukuu tunarudi. Lakini siku nne, na kama kutanyesha mvua zinaongezwa. Wanaoneana shida, mie sijui ni mjomba wangu, huyu ni nani yangu, alimradi nikishatokezea tena mnaitana mnakaa kitani. Sasa hapa msaada wa kisheria utasema uwezeshaji utaendeshwa kisheria, na hapa upatikanaji wa haki utapatikana. Wengine wanakuwa tunalalamikia serikali kwamba sisi kesi hizi haziendi vizuri, kesi hizi ziko hivi, kesi hizi ziko vile. Alimradi mwananchi yeye anaona kama serikali haitendei haki.